nimekulia pale Songwe, lakini pia darasa la kwanza mpaka la 7 nimesoma pale Songwe. Ya nikafaulu kwenda sekondari, lakini kipindi hicho nilikuwa napitia mengi sana. Babangu alikuwa amefariki. Babangu amefariki kipindi naingia darasa la 7. Okay. Kwa hata darasa la 7 lenyewe sikusoma miezi yote ile. Nilisoma mwezi wa kwanza tu ule. Nikaingia mtaani, nikaanza kuaso, nikawa naendesha mikokoteni, nauza maji na nini ili niweze kusaidia familia yangu, lakini nilitafutwa na walimu. Bahati nzuri walimu walikuwa wananipenda sana. Wakanitafuta tu nikafanya mtihani wa kumalizia la 7. Sasa zile mada za darasani ulishasoma au inakuwaje? Unaenda kufanyaje na yaani mimi nimeenda kufanya mtihani ujue mpaka na wananiambia unajua kushedi zile za kujaza kwenye kujaza pale. Nikauliza kwanza kushedi ni nini? Hivi kushedi ni unatia kile kwenye sehemu ya kiboksi pale unatia kama unasugua tu hivi. Nikaelewa pale kwao, nikaingia chumba cha mtihani nikafanya. Ukashedi? Nikashedi vizuri. Bahati nzuri au mbaya nikafaulu. Bwana. Na hujaenda shule miezi 7? Nikafaulu kwenda sekondari, lakini bahati mbaya ndio hivyo, sina mtu ambaye anaweza kunisaidia kwa kubackup. Kwa hata cheti cha kwenda sekondari sikwenda hata kukifuata. Nikawa sina mchongo. Mamangu akanipa shilingi 10,000. Akaniambia, mwanangu wewe, mimi najua hiyo 10,000 inaweza ikazaa, so angalia namna gani utafanya kitu kitaendesha hiyo 10,000. Kwa hiyo nikaona hapa biashara ambayo naweza nikafanya kwa hiyo 10,000 ni kuuza karanga. Kwa hiyo nikawa naenda najumua karanga, nazikaanga vizuri, naweka kwenye vipacket vidogo. Karanga ilikuwa kule ujue hawauzi vitu kwa kilo. Kuna kimbo kama watu kama usha kufika Mbeya wanakupimia mchele kwenye kimbo. Ile dude la kuchorea. Kidude fulani kipo kama lita 1 au nikachukua kilo zangu 5. Nikachukua chumvi, nikachukua vipacket vile vya kuwekea zile karanga, nikanunua na ungo. Ungo ule wa kubebea zile karanga. So nikarudi nyumbani nikatengeneza. Nikaanza biashara, nikawa nazungusha pale au ulienda Mbeya mjini? Pale nyumbani. Okay. Kwenye vile vilabu na nini na mitaa kwa alhamdulillah kwamba vitu vilikuwa vinaenda fresh. Ngoja, hiyo hela ulikuwa unaipata ulikuwa unaifanyia nini? Nilikuwa natunza, nampa mama, na kwa sababu mama alikuwa ana msaidizi mwingine na yeye mwenyewe alikuwa na aso kwa sababu baba yetu sisi alifariki. Wewe nyumbani uko peke yako? Niko na mdogo wangu wa kike. Kwa hiyo mimi nilikuwa namsomesha pia mdogo wangu na nini.